are going to pray for the next 3 days. Not eating, not drinking, nothing. Nobody is going home. All of us, we are continuing to pray. And the sister started praying, reading praise and worship. And she read praise and worship. And we sang. And we sang to God. And we praised the name of the living God. And by the time that now I woke up and I started praying and speaking against the spirits of the evil one, I'm telling you, God spoke from us. Amongst us. One of us. That's why I'm saying from us. God spoke through us. One lady stood and said, my children, intensify the fight, for I am with you, and you will see the glory of God in the land of the living. Do you know a month was not over and we could hear that Gaddafi has run away? What am I trying to tell you? I'm trying to tell you that there is no kingdom which God can be threatened. He is God unless nothing. Gaddafi, with all the powers that he had. You remember he had come to Uganda and built a very big mosque. And he was saying that Kenya, he must build every kilometer a mosque. You remember that the mosques will be 1 kilometer distance from each other. Ama Mungu wa Kenya nini? Ama nyinyi si wa Kenya? You look foreigners, eh? By that time, it seemed to be very hard. But because we went at a mountain, we went where we were against our flesh, so that God may speak to us. Actually, directly, I was not benefiting. Is there anything I was benefiting by Gaddafi dying? No. But the body of Christ was benefiting. Because what about if mosques are built all over? Is there a plus or a negativity in the kingdom of God? We cannot allow the kingdom of God to be invaded. And by so doing, we went to a higher place. If I were to go to a higher place by my choice, ningeenda kuombea familia yangu, ningeenda kuombea deliverance, ningeenda kuombea watu wa Nakuru, ama watu wa Meru, ama watu wa Embu, ningekumbuka hao wengine, ama mambo ya Gaddafi yangenisumbua. Lakini ukishainuliwa kwenye mlima, even these three, when they went with Christ, they didn't go to pray for themselves. They didn't remember their families. Why? Because they have left their comfort zone. Their mind is not what is counting. Their plans are not what is counting. What is counting is the agenda of the Most High God. Amen. When they went there, they were not remembering anything else. They knew they have been uprooted from the other 9. Because they were 12 disciples. And 3 were taken. They were remaining 9. Why was Jesus doing like that? It is because he knows our hearts. He knows how much prepared we are. He knows how much we are yearning to be closer to him. And that is why he chose the 3. Because they seemed to be serious, more serious than the others. Not because the others are not called. They are called. But we are different by the levels. And that is why we always pray that God may move us from one glory to the other. Meaning there is a glory ahead of you. And every time you should aspire, you should strive, you should will, and you should look for the next glory. So that you may grow in the things of God. And so that you may reach to a point of going to a mountain. And when you are in that mountain, my sister, my brother, I'm telling you, God will speak to you. In Jesus' name. He will speak even about your family.
He will speak even about your future. He will speak even about your country in the name of the Lord. When Gaddafi, we heard that he is hiding in a culvert. Oh, I'm telling you, church, we rejoiced and praised God. Someone who was saying that he is the Lord of Africa, hiding in a culvert. Someone who was eating with the spoons of gold, now he is hiding in culvert. Musicheze na Mungu, nyinyi nawaambia watu wangu. Musicheze na Mungu. Mungu ni Mungu. Hawezi kudhihaki. Hawezi cheza na Mungu. Bwana asifiwe sana. Alijificha chini ya culvert. Kuna comfort kwa culvert. Lakini sasa hakumjua Mungu, kwa hivyo hakuliitia jina la Mungu. Angekuwa chini ya culvert na hawa anamjua Mungu, ama angemkimbilia Mungu wakati huo, Mungu wa kweli, si kumkimbilia mwenye alifariki akazikwa na akakaa kwa kaburi. Amkimbilie mwenye alikufa na akafufuka na yuko katika mkono wa kulia wa Mungu Baba. Huyo ndiye angemuokoa. We didn't rejoice. We didn't thank God that even regardless that the people we see as if they are, hata tukufikiria Gaddafi anaweza kufa. Kama anaweza Amerika wamwezi, wanajaribu kumjibu, anawajibu ile mbaya. It was tough. But together with his kingdom, he went under. Kusimama katika mlima wa Mungu, Mungu atawazungumzia. Mungu alipotuzungumzia, alitenda ama hakutenda? Si alitenda. Na si ilitimia. Na utasema huyo si Mungu. Si ni Mungu. Akaangusha shetani na ngome zake katika jina la Yesu. Mungu anaendelea kuzungumzia watu wake. Hawa watu walipoenenda katika mlima juu, usikie iliendaje. Verse 2. There he was transfigured before them. Wameanza kupata faida kwa sababu ya kujitoa katika mwili na kujitoa katika hali ya kawaida. Wameanza kupata faida kabla Mungu kuwazungumzia mambo yale ya uungu. Wameanza kuyaona wakati Yesu anafanyika uungu. Unajua ile ni utukufu ambaye ni ya Mungu mwenyewe. Unaelewa? Kubadilishwa, ile Yesu alibadilishwa, hiyo ni uungu bila wanadamu. Ule wanadamu ulikuwa ndani ya Yesu Kristo kwa sababu ya kuzaliwa katika damu na nyama, ikaondoka na wakaona hiyo kwa dhahiri. Bwana asifiwe. Na kwa sababu haweko katika mwili na haweko katika nyama, walikuwa wameenda katika mlima, walikuwa wamejiweka wazi ama wamejiweka tayari kumsikiza nani? Kumsikiza Mungu. Bwana asifiwe sana. His face shone like the sun. Uso yake iling'aa kama nini? Kama jua. And his clothes became as white as the light. Nguo zake zilikuwa zinakaa kama mwangaza. Mwangaza haushiki, lakini si unaona kuna mwangaza? Hivyo ndivyo mavazi yake ilikaa. Huyo si ni uungu sasa? Are you understanding? Are you with me? Kama unanielewa nipungie mkono. Bwana asifiwe. Amen. Those are the benefits of being in the mountain. Those are the benefits of being nearer to God. And those are the signs when God is about to speak to you. You can't be so busy that you are unable to come for Bible study. You are unable to go for Sunday service. You are unable to go for prayers. And you want God to speak to you. No. Someone else will speak to you. It will be God. Because you must deny your body. You must deny your blood. You must come out of them and
go to a higher place for God to speak to you. Amen. Amen. Just then there appeared hapo wakati huo wanaona hivyo, ndipo pakatokea before them Moses and Elijah talking with Jesus. Ni kumaanisha Yesu hakuwa na wao. Bwana asifiwe. Hakuwa na wao, alikuwa tayari ameenda katika uungu, alikuwa katika mbingu ya tatu pamoja na wateule. Bwana asifiwe. And that is when they started seeing before them Moses, Elijah talking to Jesus. Peter said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Unasikia sasa amerudi kwa nyama? Ni kwa sababu yeye kule anafikiria ni mahali atawajengea ama atakuwa na wao, lakini ni kuonyeshwa tu, anaonyeshwa mambo ya Mungu. Na after that is when it is the voice of God is speaking to them, because God is telling these 3. Hawa watatu ndiye Mungu anazungumzia. Sijui kama tulipata hapo, mulishika. Hawa watatu katika ile mlima ndiye Mungu anazungumzia, kwa sababu wao ndio hawajui Yesu ni nani. Na kati ya hao watatu, mimi naona wewe na ninaona ule mwingine. Sisi ndio watu, hata tutakapoenda kwa mlima hatutajua ya kwamba Mungu ni sisi anatuzungumzia. Hata wakati Mungu anazungumza na sisi, bado tunaona ni kama sisi tunatoshana na Yesu. Just because umepewa dakika 2 za kuhubiri, unaona mumetoshana na Yesu. Mumetoshana kweli? Hamwezi. Wewe ni fursa umepewa ya kusongea Mungu, na ili usikie sauti ya Mungu, na unafaa kuwa unashukuru na kusema ya kwamba Yesu, bila wewe siwezi. Bwana asifiwe sana. Unakumbuka nyimbo inasema, bila wewe Yesu siwezi, bila wewe Yesu siwezi. Wengine kupewa tu, kutunukiwa fasi, just a small chance that you have been given to serve God. You think now, hawa watu wengine hawa watanijuta, watajua mimi ni nani, kwa sababu mimi hatulingani na wao, hatutoshani na wao. No, the kingdom of God is not for us to boast. It is not for us to think that we are mightier than the others. No, it is a kingdom of humility. It is a kingdom of wanting to be like Christ. Ile shauku ingeingia kwao, ingekuwa ni ya kwamba, Bwana, ingekuwaje mimi pia nije pale nizungumze na Elia na nizungumze na Moses? Ingekuwaje? Unaweza niruhusu? Hiyo ingekuwa shauku lao, lakini sikutaka kuonyesha Yesu ya kwamba sasa kwa sababu uko na wao, si niwajengee kashelka hapa, hata wewe Yesu ukaage hapa kando, hapa pembeni, ili niwe nikikucontrol na remote control, kwa sababu ni mimi nimekujengea. Is it possible? Haiwezekani. Tumuishie Mungu na tulani kunyenyekea. Pale ndipo nikasema ya kwamba karakta yetu ndiyo Mungu aweze kutuzungumzia, iwe karakta ambayo ni ya uungu, karakta ambayo ni ya kondoo, sio ya mbuzi. Bwana asifiwe. Na in that manner, hata wakati tutazungumziwa na Mungu, tutajua si kwa sababu ya nguvu zetu ama akili zetu ama ujuaji wetu, bali ni neema ambayo inafanya kazi, neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Katika ile hali, hawa walikuwa na kiasi cha nyama na mwili, kwa sababu hallelujah, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah.
Bila wewe Yesu siwezi, bila wewe Yesu siwezi. Haya mafundisho, najua tenti yetu inaweza kuwa inaleta joto kiasi, lakini naomba muwe attentive. Mkiyazingatia haya mtamsikia Mungu, na shauku langu ni ya kwamba sisi wote tukaweza kuwa katika hiyo position ya kwamba tunaweza kusikia Mungu. Bwana asifiwe. Tulisikia ya kwamba benefits za kuona Mungu ni nini, na katika hizo benefits ndio unaona jamaa anaanza kujijaza mpaka anataka kujengea Mungu Yesu nyumba, kujijaza. Unaelewa? Na kwa sasa hiyo amezungumziwa, lakini anajijaza. Bwana, kama ni vizuri naweza kujengea kanyumba hapo, na nijengee Elias hapo, na nijengee Musa, kwa sababu naona vile mnakaa vile mnang'aa na mavazi vile kama jua Lakini kujijaza kule kunafanyaga mwanadamu anasikia vizuri, kunafanyaga mwanadamu anajiongeza nguvu. Ni hivyo ilivyo. Kama wakati unasikia nikisema tulisherekea, wakati tulisikia Gaddafi ameingia kwa Calvert, unafikiri tulisherekea kidogo? Tulisherekea tukiwa tumejijaza. Kumbe huyu Mungu tunaishia anajibu. Kumbe huyu Mungu ananena kweli. Kumbe Mungu huyu mwenye tunaishia akisema kitu anakitenda. Ni asante Yesu, asante Mungu. Kumbe hakuna mamlaka inayoweza kukushinda. Hata mamlaka ya Gaddafi yenye tuliona kama ina nguvu sana, kumbe umeweza kuibwaga, umeiangusha. Nani kama wewe Mungu uishie milele? There is none to compare with you. Wale wote wamejaribu, kumbe falme zao huenda na uisha. Wewe Mungu wacha tukuishie. Bwana asifiwe sana. Kama wewe hauna hiyo shauku, ni lazima nikuombee. Mkristo wote shauku lake kubwa ni ya kwamba Mungu akaweza kumzungumzia, ni ya kwamba Mungu akaweza kunena na yeye, ni ya kwamba akaweza kuona Kristo. Hivyo huyo hawa watumishi wa Mungu walikuwa naona nyuso za Yesu ziking'aa kama jua. Ni nani hawezi taka kuona? Si kila mtu anataka kuona, na wakati wowote. Ni nani hataki kuona Yesu akiwa anazungumza na Elijah na Moses? Hata mimi ningependa kuona kama yeye na my mother wanazungumza na Yesu, because I believed that she went to be with the Lord. I would like to see her face. I would like to see Christ talk to her. Bwana asifiwe. In the same manner, katika safari yetu ya mbinguni, kila mmoja wetu ana shauku, ana upendo, ana nia, angeomba kama Mungu angeweza kumzungumzia. Bwana asifiwe. Nami ninawahimizia, ninawaambia hivi, Mungu anataka kunena na wewe. Mungu anataka kukuzungumzia wewe. You are enough candidate for God to speak to you. Bwana asifiwe. Every time, every now and then, God wants to speak to you. And do you know the ones He wants to tell you? He wants to tell you that He loves you. He cares about you. He is concerned about your situation. And even what you are undergoing, God is concerned. Amen. Inaweza kuwa haitokei vile ungependa kwa sababu ni mimi ninakueleza, lakini ukweli ni huu. Hivyo ndivyo Mungu anataka kukuambia. Na ukitaka zaidi ya hiyo, ni lazima upande mahali pameinuka, ni lazima uende mlimani, ni lazima utafute uso wake, naye atakuzungumzia kwa hiyo njia, na atakuzungumzia kwa njia iliyo dhahiri na iliyo wazi na kwa lugha ambayo unaelewa. Kama uelewi Kizungu, Mungu atakuja akikuzungumzia na Kizungu. Kama uelewi Kimeru, Mungu hawezi kuja akikuzungumzia na Kimeru. Atazungumza na lugha yako wewe mwenyewe, lugha ambayo wewe unaisikia, lugha ambayo unaielewa,
asifiwe. And I'm telling you, if you are a believer and you are yearning for heaven and you are looking for the heavenly things, there is nothing as more discerning for a believer than to discern God to speak to you in the name of Jesus Christ. One day, I was praying in the same mountain that I am telling you, called the Mizpah. And as I was praying, and I was trusting God for a miracle, and then in that point when I was really in another world, I had like something is creeping on my body. And because I had not had an experience of a kind, I panicked. And when I panicked, because it formed in my mind, this could be a snake or something like those creatures. But when I panicked and woke up from a trance, not waking up from sleep, when you are empty in the stomach, you don't get sleep. You pray. Amen. And when you are determined that you have gone to look for the face of God, sleep is not the first priority. It comes as a necessity but not a priority. Nikiwa katika hiyo hali nikasikia kitu inatambaa. Nikaogopa. Na nilipoogopa nikajiguza, nikaona hakuna kitu, lakini nilikuwa nishatoka katika yale maono Mungu alikuwa anataka kunionyesha. Well, I had a bad case in the court about auctioneers who had already taken my property. And God, I had trusted God in such a serious way, such that I knew ikiruka mali yangu imeuzwa. Lakini nikiendelea kutafuta uso wa Bwana, regardless sina mtu wetu ama yoyote ambaye ninajua Mungu atatenda kazi. Mungu alinitendea. I got my miracle. But what am I telling you here? Katika ile situation ya kutaka kuzungumziwa na Mungu, si kumaanisha sauti zingine zote zimenyamazishwa. Did you get that? Wakati Mungu anakuzungumzia, si kumaanisha sauti zingine zote zimenyamazishwa. Watu wengi ukosa kusikia Mungu either because of their relationship, whether it is with a husband or with a wife, or it is let me call them secular relationships because they are secular, or to the other people, utajiri wao, wengine ni kazi yao, wengine whatever. Mtu akosani kitu ambayo inamsumbua katika maisha, na hiyo inaweza kukuzuia kusikia sauti ya Mungu. Na sana sana wakati ule uko karibu sana kusikia sauti ya Mungu, utakuwa distracted. Like me, I got distracted just when I was about to be there. Are you getting that? Mnaielewa? I am sure ningekosa kuogopa na ningeomba zaidi wakati ulikuwa ule wa Mungu kunizungumzia. Lakini shetani alikuja kwa njia yake akanionyesha nyoka. Na ukiona nyoka unakumbuka kuumwa. Na ukikumbuka kuumwa unakumbuka kupelekwa hospitali. Kutoka hospitali unaona ukikufa. Lakini kama ungeweza kuwa kondoo, ningekuwa kondoo by that time, nikimbilie Mungu zaidi. Nione ya kwamba hata kama ni nyoka, wewe Yesu itoe, si mimi nijishughulikie, wewe nishughulikie. I would have heard the voice of God. Today, the voices are many.
unachukua simu na mama nani? Si masani haya. Tuone because you believe it. And it is just the time that you would have gone on your knees and you would have heard God. God would have spoken to you. I remember sometimes back, I think some of you were young. Kulikuwa na kipindi kilikuwa kinaitwa No One But You. Ingine labda wakikia. Pia palikuwa na ingine ilikuwa inaitwa The Rich Also Cry. Wakati huo ndio kulikuwa kumekuja sasa TV zimefunguliwa. Kuna TV zingine, si ile moja ya baba na mama. So palikuwa na kauhuru fulani ka social media, na katika hiyo hali watu wengi walipoteza mpaka wakapoteza jamii zao, kwa sababu walikuwa pale awali, kabla hizi maprogram zikuja, walikuwa wanatumia wakati wao vizuri katika maombi na maombezi. Walipopotoka wakakuta ya kwamba program imewachukua, imewateka mawazo yao, wakakosa na ile fasi ya kuzungumziwa na Mungu, kwa sababu vile walikuwa wanaendelea, Mungu alikuwa amefika mahali pao pa kuwazungumzia. Bwana asifiwe. Nevertheless, kuna wengine hata walitupa TV wakati huo, wakasema kwangu TV haitaona mpaka tumalize maombi. Wengine waliachia watoto ma TV. Hata mimi nilishindwa kuifunga kwa sababu ya watoto, pressure, nikawaacha. Lakini kuna wazazi who are radicals, walifunga ma TV. Today their children are far. Why? Voices are many, but if you uwe makini tu, usingatie ni nini Mungu anasema, na ni lazima nimsikie Mungu na nisikie sauti yake, utaisikia, kwa sababu Mungu anataka kukuzungumzia na anataka kuturehemu. Bwana asifiwe sana. As I finish, Petro alipomaliza kuhusu hiyo kutaka kumjengea Mungu nyumba, nafikiri Yesu alimkemea, kwa sababu ni Yesu alikuwa amemuita, hata kama hakuzungumza, kwa sababu alikuwa anataka azungumziwe na Mungu, alimuignore, si ndio? Akamuignore ndio awache leeway aweze kuzungumziwa na Mungu, and that is when God spoke. Many of our weaknesses have to be ignored by God for God to speak to us. We are human beings and we are in the world. Regardless of how you fast and even how you climb up to the mountain of God, still it is not enough for God to speak to you. But God has ignored all that so that He may speak to you. Amen. And He is telling you in a voice that Yesu munaye muamini nyinyi na mimi is my son. In Him I am pleased. And I'm telling you, there is no better voice to hear than the voice of God. For a human being, there is nothing better to hear than the voice of God. Bwana asifiwe sana. Katika mlima watu wengi huuliza ni kwa nini? Kwani mlima ina nini? But as we look in the Bible, mostly
God spoke all big many things in mountains. For a reason I don't know why, God did most of his businesses were done in the mountain. You remember, like when Abraham was sacrificing the son. You remember when he was sacrificing his son Isaac? And by the way, my son is also known as Isaac. So he's Isaac, son of Abraham. When God is doing most of his mission, they are done in mountains. He has shown us through the way things have been unfolding that he speaks mostly to his people in a higher places. These higher places have been signifying that without normal human interferences, God speaks clearly to his people. Amen. Whenever God had a way of wanting to speak to his people, and especially when he is bringing them out of calamities, he was speaking to Moses also from a mountain. When he was giving the 10 commandments, do you remember? He gave them from a mountain. Where the Ark of the Covenant rested was called Mount Ararat. You remember? That is in Genesis 8, verse 4. On Mount Moriah, Abraham sacrificed Isaac. That is Genesis 22, verse 2. On Mount Horeb, Moses saw the burning bush. That is Exodus 3, 1 and 2. On Mount Sinai, the law was given. That is Exodus 19, 11. On Ebal and Gerizim, the blessings and the curses were read to the Israelites. And on Mount Carmel, hapo ndipo Elijah had sacrificed. On Mount Ebal and Gerizim, sikuwapatia readings. Readings are in Deuteronomy 11, 29 and 27. And Carmel, it is in 1 Kings 18, verse 19. On Hermon, all Tabor. Catholics are the ones who like calling their mountains Tabor. Hapo ndipo nilikuwa ninawaelezea in the Matthew where Jesus was transformed. Praise God. It is in the book of Matthew 9, verse 2. Then on Mount Olivet, that's where Christ ascended. So you can see the sequence of God performing the main things through the mountains. The mountain is because when you are with the people, you are with the people. The voices are so many. The businesses are as usual. But when you go to the mountain, you are kept distance with the people and with your normal cares.
and you have given yourself to God. And that is why God chooses mountain. Because from the mountain, he speaks to the one he is wanting, all he wants to speak to. So every time you hear that we are going to the mountain, even here where we are, this is a mountain. Because you came from your comfort zone to come and listen to what God will tell you on a Sunday morning. Bwana sifiwe. Si ni Mungu ulikuwa unatafuta? But I am urging you that we have to go higher. That we have to go to the next level so that we may hear the actual direct voice of God. For a man to hear the voice of God is so important. There are some other denominations who believe that once they go to a place called Mecca, they will see God. Did you get me? There are others who believe that if they will visit the tomb of Buddha in their lifetime, they will see God. But for Christians, for us who are believers, it is not a place. It is not the mountain. No. Because the mountains are many. It is you and me. We deny ourselves. We go to a higher place so that God may speak to us. And the first step of it is you to be willing God to speak to you. Then the next step is that you want to know how can God